Mahubiri kila Sunday. Tambua ubora wa Ukristo. Ndugu msikilizaji wetu wa Mahubiri kila Sunday TV, leo tupo katika kanisa la Friends na tuko na mzee wetu hapa, atajitambulisha peke yake. Mzee, sijui unaitwa nani? Mimi naitwa Missionary John Morulo Sike. Kiurefu zaidi unaweza kujifungua, wewe ni nani zaidi sana hapa katika kanisa la Friends? Mimi katika kanisa la Friends, mimi ndio msimamishi mkuu wa kanisa la Friends hapa Turkana, na ndio napenda sana mambo ya upandaji wa makanisa katika sehemu ya Turkana. Hata saa hii tuko katika South Sudan kwa jamii ambayo inaitwa Toposa. Okay, mzee wetu, hivi kabla ya kuanza ili jukumu ulishakuwa mtu nani kushiriki katika kanisa yote ile zaidi ya kwanza Friends? Mimi sijawahi kuwa shirika lolote kushiriki katika kanisa lolote katika Friends. Mimi wakati nilipokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu, nilipokea Yesu, nikaokoka, nikakuwa katika kanisa la marafiki, nimekuwa mwalimu wa Sunday school, nimekuwa kiongozi ya vijana, hata nikawa tena mchungaji ya vijana wakati nilimaliza chuo cha Biblia. Kuna baadhi ya watu wengi huwa wanafungua makanisa kwa maslahi yao binafsi. Umeona, kuna wale acha nifungue kanisa kwa sababu ya kunisaidia juu ya familia yangu, kusomesha watoto hivyo. Sijui wewe kilichokutuma ufanye kazi yako ni kitu gani zaidi sana? Kazi la kanisa sio ya binafsi, hii ni mwito wa Mungu. Mungu akisha kukuita unafanya kazi kwa ajili ya Yesu Kristo, watu wajue Yesu kama mwokozi wa maisha yao. Sio kufungua kwa sababu ati unataka kunufaisha. Kama kanisa la marafiki sio yangu. Kanisa la marafiki ni ya Yesu Kristo. Yesu ndio anaongoza kanisa, mimi ni mtumishi katika kanisa la marafiki. Hivi kabla wewe kuanza, kwa sababu unajua kuna mtu kabla yeye kufungua kitu, kuna baadhi ya watu, kuna sometimes anaweza akahitaji mashauri kutoka kwa watu ama akapata support ya watu, fanya kitu fulani cha hivi. Je, na wewe upo katika hiyo hesabu ya kusapotiwa na watu ndio ukafanya hicho kitu, ama ulijitoa tu ghafla tu kwa ukaanza kufanya ghafla mara moja? Kwa sababu kipindi ulizaliwa ulikuwa hujajua mambo ya kanisa Afrika. Kulikuwa ni zingine kanisa tofauti na hizi kwanza zilikuwa zipo. Umeshaona, sasa tulitaka tujue zaidi sana hapo. Mambo ya kanisa, wakati mimi nilikubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu, kulikuwa na wachungaji waliokuwa kanisani. Sasa mambo ya support, mimi huanzisha kazi ya Mungu, support itatokezea wakati yake ambayo inaweza tokezea. Na sana sana support inaweza toka kwa wale ambao nimekusa katika kanisani. Wale ambao ni washirika wa hiyo kanisa, ninawafundisha jinsi wanaweza kukua kiroho na kukua katika hali ya kusupport. So huwa naanzisha kanisa na nafundisha watu hata kukua na miradi ya kufanya wao wenyewe kwa mikono yao. Ndio kanisa inaweza kujiendeleza. Hiyo ndio vile huwa nafanya katika kanisa la marafiki. Hivi ni changamoto gani ambazo wewe umezipata katika kutangaza neno la Mungu kupitia hii kazi yako? Changamoto ni mingi. Changamoto ya kwanza ni kwamba siku hizi sio rahisi sana kupata Wakristo ambao ni wale ambao unawapata hawajajua Mungu. Wengine wajua Mungu lakini unapata wametoka kwa makanisa mbalimbali kwa sababu wamefanya makosa huko na wewe umjui, anakuja anashiriki hapa. Baadaye analeta changamoto katika uongozi ya kanisa. Sana sana changamoto ambayo tunapata ni uongozi. Wakati watu wanakuwa katika uongozi, akiona mambo fulani imekuwa mazuri, anaona anataka kupigania kuchukua nafasi katika uongozi. Na changamoto nyingine ni kwamba mara nyingi mimi sina hali ya usafiri ya kusema kwamba sasa kanisa mnichangie nipata gari ya kusafiri. Mimi usafiri katika magari ya abiria nikienda katika sehemu ambaye naenda kupeleka neno la Mungu. Wewe ni mtu ambaye uko tofauti sana, kwa sababu kuna baadhi ya wengi huwa wanahitaji watembelea ni gari, kwa sababu kufungua kanisa kama hizi ni hatua kubwa kwa sasa hivi ambayo mshakuwa nayo. Na kuna wengine sasa hivi kama vile ungekuwa kutembelea gari hivi, yani haujakuwa tena jukumu lolote lile kusema kwamba labda unaweza kupata gari ya kuwa unatembelea hivyo ama aje.
Mimi kama ni mambo ya gari, mpaka itoke kwa washirika wenyewe, waone kwamba sasa huyu mtumishi tunataka tumsaidie atufikie kwa haraka. Kama haijatoka kwao, mimi nitatumia ile njia Mungu amenipatia, kwa sababu njia rahisi. Unaona, kama sasa hivi unaweza kuwa na gari, mafuta, kurekebisha hiyo gari nini, na hiyo jukumu yote utakuwa unaleta mzigo katika kanisa. So ndio mimi nimejitolea, unless kama wao wenyewe wataona kwamba huyu mtumishi ni wetu akuwe na gari, hiyo itakuwa ni mambo yao, na nitawaeleza mahitaji ya gari, kwa sababu saa zingine tunaona tu gari, lakini kuna mahitaji ya gari. Yeah. Sasa lakini tukiangalia hizi kanisa ni kanisa nzuri zinapendeza, yani ziko vizuri, kuangalia kwa ndani kwanza ni kanisa za gharama sana. Je, kweli kabisa unaweza kukosa kweli kabisa kwa hata na kaboda hivi kutembelea, kwa sababu ukiangalia kanisa, ukiangalia ndani kabisa mzee, vyombo ni vingi kwa hivyo gharama kubwa. Sasa kama unaona hiyo ni nguvu ya matoleo yao, kwa sababu ninauliza ni nini kwanza. Wao wakisema ni kutengeneza kanisa kwanza, basi naambia hao tutengeneze hiyo kanisa kwanza. So pengine wakimaliza kurembesha hiyo kanisa, pengine sasa watakuja kurembesha mchungaji. Sasa sio mchungaji kwanza, ni wao kwanza. Okay, asante sana. Hapo tunaingilia tena hapo kwa sababu tuna topic ambayo ulitoa, ambayo inahusisha watu wa mitandao sana, na najua hivi hata kuna wengine watanunua simu kwa sababu kufuatilia kwa mtandao. Sasa sijui unaweza kuambia kitu gani kufuatana na hiyo topic ambayo ulitoa, kwa sababu jana nilikuwa nafuatilia sana mahubiri hapo, mambo ya simu, kuochi vitu vingi sana kwenye mitandao. Unaweza kuambia watu kitu gani zaidi sana tena hapo? Tulitoa hiyo theme kwamba juu ya vijana na mtandao, kwa sababu mtandao ni nzuri, lakini matumizi ya mtandao ndio inakuja inaleta madhara mingi, na watu wengi ambao sasa wako na simu ni vijana kwa wingi, na wanaenda kuangalia vitu vingine ambaye haiwezi kufurahisha, kwa sababu wewe umepiga picha huko uchi unatupa kwa mtandao, na huyu kijana anaenda, hiyo ndio kitu anaona kwanza kabla hajaenda kwa mambo mengine. So tunafundisha vijana wetu mukue watu wa kuchagua vitu katika mtandao. Usiende tu kuchukua kila kitu. Sio kila kitu inaweza kukufaidi katika mtandao. So kile ambacho kinakusaidia kwa mtandao, tumia hiyo. Na inatukuza hata Mungu, kwa sababu inasaidia wewe akili yako na inasaidia maisha yako. Kwa sababu ukiona uchi ya mtu, unajua inakuharibu, inaanza kuangalia vile utaenda kupata huyo mtu. Umeona tu huyu mtu hata hayuko hapo. Yule umemuona ni mtu tofauti, lakini sasa wakati umeona tu akili yako imeingia, na ukiona mwingine unaona ndio huyu. Sasa lazima hiyo mabadiliko ndio tunatumia, tunasema mtandao na macho. Sasa mwanarika atumia macho yake vizuri na akili yake vizuri, na mtandao sio mbaya, mtandao ni nzuri sana, kwa sababu inakupatia habari njema, inakupatia mambo mengine ambaye wewe huwezi kufikia kwa haraka. Sasa kwa wale ambao wako katika shule, mtandao ni mzuri kwa research. Kutafuta utafiti fulani ambayo utaongeza mawazo yako kwa mawazo ya watu wengine. Lakini wale ambao wanatumia vibaya, ndio tunajaribu kuambia, jaribu kutoka katika hiyo njia, uingie kwa njia ambayo ni mzuri kwa matumizi ya mtandao. Okay, asante msikilizaji wetu wa Mahubiri Kila Sunday TV. Najua utaelimika mengi sana kupitia maneno ya Mungu, kupitia mahubiri mengi na Wakristo na wahubiri tofauti katika makanisa mengi ya Kakuma. Hii ni Mahubiri Kila Sunday TV. Kwa hiyo tukikuomba uwe na sisi pamoja, usikose kujiunga kwenye channel yetu ili kuelimika na neno la Mungu. Mzee, tunashukuru kwa muda wako. Nakuomba siku nyingine tukikuwa na muda na wewe tutakufuata pia. Asante. Na ningekumbusha wale wasikilizaji katika hiyo TV waone kwamba wasome kitabu cha Mathayo sura ya 6 aya ya 22 mpaka 23, ambayo inaongeleshea mambo ya jicho, kwa ajili ya ambaye inaeleza hiyo theme ambaye inatuelekeza, na hiyo ndio itakuwa jambo mzuri. Hata mimi nashukuru kila mtu akuwe vizuri kujua kwamba mtandao ni nzuri, lakini ajue kitu ambacho atachagua. Mungu awabariki. Mahubiri Kila Sunday. Tambua ubora wa Kristo.